Niliyesimama mbele yenu ninaitwa Teresia Mdendeni, ni mrakibu msaidizi wa Jeshi la Polisi kutoka kitengo cha dawati la jinsia na watoto mkoa wa Singida. Nina ujumbe mdogo kuhusiana na dawati la jinsia na watoto, lakini nina ujumbe mdogo pia kuhusiana na uchaguzi, kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi. Kama nilivyosema awali, ninatoka dawati la jinsia na watoto. Tunapoongelea dawati la jinsia na watoto, ni kitengo maalum katika Jeshi la Polisi ambacho kazi yake kubwa ni kushughulikia masuala yote yanayohusiana na mambo ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Na katika dawati la jinsia na watoto linahudumia watu wa jinsi zote, wanaume na wanawake. Na wahudumu walio katika dawati la jinsia na watoto wamepata mafunzo maalum ya jinsi gani ya kumhudumia mhanga wa ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Tunakuja kutoa elimu hii kwa sababu watu wengi wamekuwa wakimisinterpret kwamba dawati lililoko polisi ni dawati la wanawake. Dawati lile ni dawati letu sote na linahudumia watu wa aina zote, yaani mwanamke pamoja na mwanaume. Kazi za dawati ni kushughulikia kesi zote zinazohusu unyanyasaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya mtoto, lakini pia kutoa ushauri wa kisheria na kisaikolojia. Na mara nyingi tunapotoa ushauri inategemea, kwa sababu kesi zimegawanyika katika mafungu mawili. Kuna kesi za madai na kesi za jinai. Dawati la jinsia limekuwa likifanya kazi na wadau mbalimbali na watoa msaada wa kisheria wa aina mbalimbali. Kwa hiyo tunapopokea maelezo ya mhanga, tunaangalia kama ni jinai tutalipeleka upande wa kipolisi, na kama ni madai tutapeleka kwenye taratibu za kimadai. Lakini pia dawati la jinsia linafanya kazi ya kutoa elimu. Kutoa elimu ndio jukumu letu la msingi, kwa sababu hatutarajii kuwepo na ukatili na unyanyasaji wa kijinsia katika maeneo yetu. Ndugu zangu, tunaelekea kwenye uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Niwakumbushe kwamba nchi yoyote ambayo inataka kuwa na maendeleo, nchi yoyote ambayo inahitaji maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, ni lazima iwe na amani, utulivu na usalama. Bila kuwepo na amani, utulivu na usalama, hivyo vyote hatuwezi kuviona. Sasa sisi kama Jeshi la Polisi tumeliona hilo, na sasa hivi tunafanya doria nyingi katika mitandao ya kijamii kuona kwamba wale wote wanaojihusisha na mambo yasiyofaa wanachukuliwa hatua. Lakini je, endapo machafuko yatatokea, sisi sehemu yetu itakuwa ni ipi? Kwa sababu tukumbuke kwamba kama machafuko yatatokea, hata ibada hizi ambazo tunaziadhimisha hatuwezi kuziadhimisha. Lakini hata yale maendeleo ambayo tunayo, kujitoa, kujishughulisha katika shughuli zetu za kimaendeleo za kila siku, kama wewe ni mama ntilie, kama wewe ni msafirishaji, kama wewe ni mkulima au mvuvi, hautaweza kufanya hizo shughuli. Lakini serikali itashindwa kufanya au kuimarisha miundombinu mbalimbali ambayo inaifanya katika jamii. Kwa mfano, huduma za maji, huduma za umeme na barabara hazitakuwepo. Serikali itajikita katika kuhudumia hayo masuala yanayohusiana na machafuko. Kwa hiyo ndugu zangu, leo ninakuja kutoa ujumbe kwamba kwanza, ninawaomba tusijihusishe na machafuko ya aina yeyote, kwa sababu tutajikuta kwenye baa kubwa la njaa, tutasambaratisha familia zetu, lakini tutakuja kuwa wahamiaji katika nchi za wenzetu, lakini pia watoto wetu watashindwa kwenda shule kwa sababu ya machafuko. Lakini kwa sababu ya machafuko ambayo yatatokea, itapelekea ukatili mkubwa wa kijinsia kuweza kutokea kwa makundi dhaifu. Kwa mfano, wanawake, wajawazito, wagonjwa, watoto na wazee. Sana na kazi lazima viendane
kubaki kwenye hali hiyo, jinsi ambavyo hakutaka wana wa Israeli wabaki katika ile hali ya vita. Mtegemee Mungu, simama na Mungu na yeye atatenda makuu. Jina langu Domisiana Mwalusito. Mimi ni muumini katika kanisa Katoliki, Jimbo Katoliki Singida. Tunashukuru sana Jeshi la Polisi kwa elimu fupi waliotupa leo kanisani kuhusiana kwanza na ukatili wa kijinsia, lakini pia muhimu hili la uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu ambapo sasa hivi mambo mengi yamekuwa yakiendelea mtandaoni. Tunashukuru kwamba wametuhakikishia kuhusu usalama wetu siku hiyo, kwa sababu watu wengi wamekuwa na hofu, pengine wanaogopa kutoka kwenda kupiga kura, wanahofia kwamba kutakuwa kuna fujo, kutakuwa kuna vurugu. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakiwa wanahofia usalama wao. Kwa hiyo tunashukuru sana Jeshi la Polisi kutuhakikishia usalama wetu siku hiyo, tutatoka kwenda kupiga kura na hakutakuwa na fujo na kutakuwa na vurugu, na usalama wetu wametuhakikishia kwa 100%. Afande ameweza kuelezea kwamba ukatili wa kijinsia kwanza hauwahusu wanawake peke yao bali pia na wanaume. Kwa hivyo wanaume pia wanapata changamoto za kijinsia majumbani, hata makazini, kama wananyanyasika wanatakiwa pia kutoa taarifa kwenye level kuanzia wilaya ambako ndio operation